Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Pimwe kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo naweza ukaona jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu hata ya kukupatia imani iliyo thabiti. Imani haiji tu kwa sababu umeirisi kutoka kwa wazazi. Imani haiji kwa sababu umekuta watu wanafanya. Imani haiji tu kwa sababu ni imani, bali imani uja kupitia neno la Mungu. Imani uja kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, penzi msikilizaji wangu, kwa vyovyote vile mwanadamu yeyote analihitaji neno la Mungu. Bila kujali tamaduni yako, bila kujali mazingira uliomo, bila kujali wanavyokuchukulia watu, lakini neno la Mungu ni sehemu ya maisha ya wanadamu wote. Pale ambapo shetani anataka kukutoa kwenye neno la Mungu, pale ambapo shetani anataka akutoe kwenye neno la Mungu, kusudi lake sio tu usisome neno la Mungu. Laiti ungelijua kilichojificha juu ya kukutoa ni kusudi ukose nguvu ya jambo lolote. Na hata mchungaji wako au kiongozi wako wa kiroho, ukiona anakuzuia kusoma neno la Mungu, anakuaminisha kwamba akishasoma yeye inatosha, ukishaona anakuambia mimi nikisoma tu inatosha, wewe usisome, wala usiangalie hiyo kwamba ndio ajenda yake. Ajenda yake ni kwamba wewe ukose nguvu ya kufanya kitu chochote. Mtu yoyote anayekuzuia neno la Mungu, ajenda yake kubwa ni kwamba ukose nguvu. Lakini tukaona ya kwamba katika kitabu cha Zaburi sura ya 107 na ule mstari wa 20, neno la Mungu lina nguvu katika maisha yako. Zaburi 107 mstari wa 20, angalia Biblia inachokisema. Biblia inasemaje msomaji? Linasemaje? Anasema yeye Mungu analituma neno lake kwa maisha ya wanadamu. Maana yake ni kwamba wako ambao wanasubiri Mungu atume malaika, wapo watu wanasubiri Mungu atume wajumbe, lakini yeye anasema anapotaka kukuponya analituma neno lake ili kuwaponya. Analituma neno lake ili kuwaponya. Na kufanya nini? Maangamizo yao, na kuwatoa katika maangamivu yao. Penzi msikilizaji wangu, unaweza ukaona kwamba neno la Mungu sasa si kwa ajili ya dini, si kwa ajili ya dhehebu, ni watu wote, kwa sababu kama ni maangamivu wote tunayapitia. Anavyopitia mwenye dini ndivyo anavyopitia mpagani, anavyopitia mwenye maombi ndivyo anavyopitia mtu wa kawaida. Lakini neno la Mungu anasema napolituma kwenye maisha yako ni kukutoa kwenye maangamivu. Maangamivu ni nini? Maangamivu ni ile hali ya mwanadamu kuishi maisha ambayo si mpango wa Mungu. Yanaweza kawa ni maangamivu ya dhambi. Dhambi inaweza ikakupeleka kwenye maangamivu ukaishi maisha ambayo hukuyatarajia. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kulia kila siku kwa ajili ya ndoa yako. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuhangaika mchana kutwa, mwezi mmoja hadi mwingine unatafuta ajira na usipate ajira. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuharibika kwa watoto. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kufungwa na nguvu za giza, na kufungwa na majini, na kurithi vitu ambavyo vilitokea huko kizazi cha 3 na cha 4 vikawa sehemu ya maisha yako. Lakini anasema Mungu yeye analituma neno lake kukutoa katika maangamivu. Haleluya.